Habari gani Mwanakyau TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakyau TV. Mwenezi NEC, itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Kenan Kihongosi amesema kupanda kwa bei ya mafuta ni changamoto ya kidunia, kwani hata mataifa makubwa yanakumbana na changamoto hiyo na sio kwa mataifa madogo pekee. Hilo ni janga lisilobebwa kisiasa na wanasiasa. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya jana ambayo ni tarehe 7 mwezi wa Aprili mwaka 2026 jijini Dodoma, Kihongosi amesema elimu ndogo ninayoweza kuitoa ni kwamba duniani kote hakuna serikali wala hakuna chama kinachoongoza serikali ambacho kinafurahia endapo kuna changamoto zinazowakumba wananchi. Changamoto hizo ni za kidunia na dunia nzima imeathirika na changamoto hiyo ya mafuta. Nchi mbalimbali mpaka zenye uwezo mkubwa zimepita katika msongo huu mkubwa wa mawazo. Sasa wajibu wetu wa kwanza sisi kama Watanzania ni kuwa kwa kweli na kuzipokea changamoto, tuzibebe masuala ya kisiasa katika maisha ya watu. Jana kuna kiongozi amezungumza baadhi ya mambo ambayo pia hana uelewa nayo. Sasa mimi namtaka yeye ajielimishe yeye, hasa katika masuala ya kiuchumi. Ujue uchumi, usiongee kitu kama hufahamu. Kama hujui mambo, atafuta muda, soma. Ukishapata uelewa, nenda ukaeleze nini serikali inapaswa kufanya. Mwisho kunukuu maneno hayo kutoka kwa Kenan Kihongosi. Una maoni gani kama Mwanakyau TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Mwanakyau TV. Watu wametoa maoni mbalimbali katika eneo la maoni hapa. Nitasoma maoni mawili matatu nione watu wana maoni gani. Wa kwanza anaitwa Flatain, anasema Zanzibar, je, mmesema kwa nini Zanzibar mafuta yako chini ila bara yako juu na tozo ni nyingi kupita maelezo? Ni mataifa ya nje yaliyoweka hizo tozo kama ama ni sura zenu mbovu za unyonyaji? Lakini Lobe anasema nchi zinazozunguka Tanzania wao hawana changamoto za kidunia, pamoja na kuwa na bandari yenye kupitisha mafuta kwenda nchi jirani, ila bei zao zimekuwa nafuu kuliko Tanzania. Lakini maoni ya mwisho hapa yanatoka kwa Jace anasema wapinzani wanapita na watu wanaamini sababu hakuna mnachofanya cha maana. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wametoa katika chapisho katika maneno ambayo Kenan Kihongosi aliyazungumza. Tunataka tujue katika masuala ya kisiasa.